Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza muda wa mwisho wa Iran kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, huku akitumia maneno makali dhidi ya taifa hilo la Kiajemi. Rais huyo wa Marekani amezungumzia namna ambavyo alitaka kuiadhibu Iran katika muda ambao aliuweka ambao unaendelea kuisha, na amesema kwamba kwa wakati huu inaonekana ametoa masaa mengine karibia 24 kwa ajili ya kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini pia miongoni mwa taarifa zingine zinaelezwa kwamba moja kati ya mipango ya rais wa Marekani ni kutaka kusitishwa kwa vita kwa muda mfupi wa siku karibia 45, wakati mazungumzo mengine ya kusitishwa vita kwa muda mrefu zaidi yakiwa yanaendelea. Trump ameongeza muda wake wa mwisho kwa Iran kufungua tena Hormuz kwa saa 24 za ziada. Jumanne saa 2 usiku kwa saa za Mashariki ya Kati, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social bila kufafanua zaidi. Hii ni mara ya tatu akiahirisha ahadi yake kwa Iran kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz na kukabiliana na mashambulizi makali ya mabomu ya Marekani dhidi ya maeneo yake ya nishati. Rais wa Marekani Trump ameongeza kuwa muda wa mwisho wa Iran kufungua tena mlango wa Hormuz kwa saa 24 za ziada. Kauli ya kwanza ya tarehe ya mwisho ilikuwa ya siku 5, lakini aliongeza kwa siku 10 zaidi mwisho mwa mwezi uliopita. Muda wa mwisho ulitakiwa kuisha Jumatatu kabla ya Trump kusonga mbele muda huo. Trump ametishia kulipua miundombinu ya nishati ya Iran ikiwa Iran haitofungua tena mlango wa Hormuz, huku akishinikiza jamhuri hiyo ya Kiislamu kukubali pendekezo la Marekani kukomesha vita ambavyo ingeachana na mpango wa urutubishaji wa nyuklia, jambo ambalo Iran imekataa kufanya hadi sasa. Taarifa zinaelezwa kwamba Marekani inataka kusitishwa kwa vita ndani ya siku 45 ambazo zinaweza kusababisha kukomeshwa kwa vita kabisa, na hii imeripotiwa kupitia shirika la habari la Axios mnamo siku ya Jumapili, likinukuu vyanzo vinne vya Marekani, Israel na vyanzo vya kikanda vyenye ufahamu wa mazungumzo hayo. Reuters haikuweza kuthibitisha ripoti hiyo mara moja, lakini ikulu ya White House na idara ya mambo ya nje ya Marekani hazikujibu mara moja maombi ya Reuters ya kutoa maoni. Wapatanishi wanajadili masharti ya makubaliano ya awamu mbili, ripoti hiyo ilisema, ikiongeza kuwa awamu ya kwanza itakuwa usitishaji wa mapigano kwa siku 45 ambapo mwisho wa vita utajadiliwa. Awamu ya pili itakuwa makubaliano kukomesha vita, ripoti hiyo ilisema. Ripoti iliongeza kuwa kusitishwa mapigano kunaweza kuongeza muda ikiwa muda wa ziada utahitajika kwa mazungumzo. Rais Donald Trump wa Marekani aliambia Wall Street Journal siku ya Jumapili kwamba tarehe yake ya mwisho kwa Iran kufungua mlango wa Hormuz inakaribia, la sivyo itakabiliwa na mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu katika siku ya Jumanne jioni. Rais wa Marekani amesema kwamba anatazamia kuchukua hatua ya kulipua kila kitu nchini Iran na kuchukua mafuta ikiwa taifa hilo halitokubaliana na Marekani kusitisha vita katika siku za hivi karibuni. Lakini pia katika mahojiano na mwandishi wa habari wa shirika la Fox News, Trump amesema kuwa kuna uwezekano mkubwa kwa mataifa hayo mawili yatafikiana makubaliano kusitisha vita siku ya leo Jumatatu ya Aprili 6. Wanafanya mazungumzo ya kutafuta makubaliano kwa sasa, Trump alisema. Uwanja wa vita kati ya Iran na Marekani sasa uko baharini na sio nchi kavu. Rais Trump anasisitiza kwamba mlango wa Hormuz lazima ufunguliwe tena au kufikia Jumanne, la sivyo wa Iran wataishia kuzimu. Hiyo ndio mipango ya rais wa Marekani Donald Trump ambayo ameieleza wakati huu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote.